na ina takwimu inaonyesha maeneo ambayo kama nchi tumefanya vizuri na maeneo ambayo yanahitaji maboresho. Ninaomba sasa nimkaribishe mkurugenzi mtendaji, kaimu mkurugenzi mtendaji wa Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu, Wakili Fulgence Masawe kwa neno la ukaribisho, na niwajuze tena this is a hybrid event. Kuna wenzetu ambao wanatufuatilia katika mitandao ndani na nje ya nchi ya Tanzania. Karibuni sana, tupo pamoja, tunatambua uwepo wenu. Asanteni kwa kujiunga nasi. Mnenaji wenu nitakuwa ni Rose Ngunangwa. Asanteni sana. Ya mabibi na mabwana, habarini za asubuhi. Kwanza kabla kuwakaribisha, napenda kuwajulisha pia kwa mujibu wa Personal Data Protection, kwa yeyote aliyeshiriki kwenye event yetu, kwa vile ni hybrid, kuna baadhi ya picha zitakuwa zinachukuliwa. Kama kuna watu ambao wasingependa kuonekana popote pale, maana tunawajibika pia kutunza usiri wenu na ushiriki wenu, mseme mapema ili mtengewe sehemu ya kukaa, na kamera zitakapopita zisiwaguse, na zikiwagusa tutakapokuwa tunafanyia kazi msionekane popote. Nafikiri hilo limeelewana. Lakini pia kwa kukubali mwaliko wetu, tunaamini pia ulikubali pia tutumie sura na picha yako. Asanteni. Ya kwanza wajumbe wa bodi mliopo, bodi ya LHRC, waheshimiwa wajumbe ya bodi ya Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu, Mheshimiwa kamishna kutoka Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora, mkurugenzi mtendaji wa Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu, kaimu mkurugenzi mtendaji Wakili Fulgence Masawe, waheshimiwa mabalozi kutoka balozi mbalimbali, waheshimiwa wahariri wa vyombo vya habari, watendaji wote wa Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu, waandishi wenzangu wa habari, mabibi na mabwana na watazamaji wote mlioko katika mtandao, itifaki imezingatiwa. Ninapenda kuwakaribisha katika tukio hili muhimu kabisa, tukio la uzinduzi wa ripoti ya taarifa au taarifa ya haki za binadamu ya mwaka 2024. Taarifa hii inalenga kutoa tathmini ya hali ya haki za binadamu nchini Tanzania kwa maana ya bara na visiwani, lakini vile vile inalenga kufanya tathmini ya kuona tumefanya maendeleo gani katika masuala ya kisiasa, kijamii, utekelezaji wa haki, ikiwemo haki ya msingi kabisa, haki ya kuishi, haki za kiraia, haki za kisiasa, na kuona kuna maendeleo gani tumefanya toka tulipozindua au toka ilipoandikwa ripoti nyingine. Kwa hiyo pia ripoti hii ina mapendekezo na ina takwimu inaonyesha maeneo ambayo kama nchi tumefanya vizuri na maeneo ambayo yanahitaji maboresho. Ninaomba sasa nimkaribishe mkurugenzi mtendaji, kaimu mkurugenzi mtendaji wa Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu, Wakili Fulgence Masawe kwa neno la ukaribisho, na niwajuze tena this is a hybrid event. Kuna wenzetu ambao wanatufuatilia katika mitandao ndani na nje ya nchi ya Tanzania. Karibuni sana, tupo pamoja, tunatambua uwepo wenu. Asanteni kwa kujiunga nasi. Mnenaji wenu nitakuwa ni Rose Ngunangwa. Asanteni sana. Ya mabibi na mabwana, habarini za asubuhi. Kwanza kabla kuwakaribisha, napenda kuwajulisha pia kwa mujibu wa Personal Data Protection,
Kwa yeyote aliyeshiriki kwenye event yetu, kwa vile ni hybrid, kuna baadhi ya picha zitakuwa zinachukuliwa. Kama kuna watu ambao wasingependa kuonekana popote pale, maana tunawajibika pia kutunza usiri wenu na ushiriki wenu, mseme mapema ili mtengewe sehemu ya kukaa, na kamera zitakapopita zisiwaguse, na zikiwagusa tutakapokuwa tunafanyia kazi msionekane popote. Nafikiri hilo limeelewana. Lakini pia kwa kukubali mwaliko wetu, tunaamini pia ulikubali pia tutumie sura na picha yako. Asanteni. Ya kwanza wajumbe wa bodi mliopo, bodi ya LHRC, lakini pia Kamishna Nyanda kutoka Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora, wadau wetu wa maendeleo, mwakilishi kutoka Ireland Embassy pamoja na balozi wa Marekani, wanachama wa Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu, wawakilishi taasisi za serikali, taasisi za kidini, vyama vya siasa, asasi za kiraia mlioalikwa, wasaidizi wa haki za wasaidizi wa kisheria pamoja na marafiki wa haki ambao ni wadau wetu muhimu, klabu za haki za binadamu, wanufaika wa Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu, waandishi wa habari ambao leo ndio waalikwa wetu wakuu, watumishi wa Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu, pamoja na wadau wote wa haki za binadamu mlioko ndani ya ukumbi huu na mnaotufuatilia kwa njia ya mtandao. Kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu kutuwezesha kukutana leo hii kwa ajili ya kuzindua ripoti yetu ya haki za binadamu ya mwaka 2024. Wageni waalikwa pamoja na mnaotufuatilia, ripoti hii tunayozindua leo ni ripoti ya 23 toka kituo kianze kuchapisha ripoti hii mwaka 2002 na hatujawahi kupitisha hata mwaka mmoja. Ripoti hii ya 2024 imeandaliwa kwa ushirikiano na shirika la Zanzibar Fight Against Youth Challenges Organization, SAFAICO kutoka Zanzibar, ambao ni miongoni mwa washirika muhimu wa Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu kwa upande wa Zanzibar. Kwa hiyo ripoti hii inahusu pande mbili za muungano. Kwa mtakaoipata baada ya uzinduzi, sehemu ya kwanza inazungumzia mambo ya bara na sehemu ya pili itakuwa inazungumzia upande wa Zanzibar, hali ya haki za binadamu. Na ripoti hii imetokana na vyanzo mbalimbali, takwimu zikiwemo tafiti za kila mwaka ikichambua haki za kizazi cha kwanza ambao ni haki za kiraia na kisiasa, kizazi cha pili ambao ni kiuchumi, kijamii na kitamaduni, kizazi cha tatu ambao ni haki za pamoja na zile haki za makundi maalum. Kauli mbiu ya ripoti yetu ya mwaka huu ambao mmeiona inazungumzia kuzuka upya kwa watu wasiojulikana, ikiwa ni matokeo ya taarifa nyingi kuhusu utekaji na kupotea kwa watu na watuhumiwa wengi kusemekana ni watu wasiojulikana. Ripoti hii ina sura 7, ambapo sura ya kwanza ni utangulizi, sura ya pili inahusu haki za kiraia, sura ya tatu inahusu haki za kiuchumi na kijamii na kitamaduni, sura ya 4 inahusu haki za pamoja, na sura ya 5 imejikita katika makundi maalum ya wanawake, watoto na watu wenye wazee na watu wenye ulemavu. Sura ya 6 inahusu mifumo ya ulinzi wa haki za binadamu, na sura ya 7 ni tathmini ya utekelezaji wa mapendekezo ya ripoti zilizopita. Ripoti hii pia itatolewa katika muhtasari wa Kiswahili na Kiingereza pamoja na nukta nundu braille kwa ajili ya watu wasioona. Wageni waalikwa na waandishi wa habari, kama nilivyoeleza hapo awali, kauli mbiu ya ripoti hii ni kuzuka kwa watu wasiojulikana, kuzuka upya kwa watu wasiojulikana. Mtakumbuka ripoti yetu ya mwaka 2017 ilitoka na kauli ya watu wasiojulikana, unknown assailant, ambapo iliakisi matendo ya utekwaji, kupotea kuliko sababishwa na watu wasiojulikana. Na mpaka tunaandika ripoti hii ya mwaka huu, matukio mengi yaliyoainishwa mwaka 2017 hayajapata majibu hadi leo. Miaka iliyofuata haikuwa na nafuu pia. Matukio ya watu kutekwa na kupotea yaliendelea. Yaani kufika mwaka 2024 ambao ni ripoti ya mwaka tunaoizindua leo,
kasi ilirudi kama ilivyokuwa 2017. Watu wametekwa, wengine wametoweka kabisa. Kati ya hao waliotekwa kuna ambao hadi leo hawajulikani walipo, kuna ambao wamepatikana wakiwa majeruhi na wengine wamepatikana wakiwa wamekufa. Matukio haya hayajawahi kupata majibu ni nani anahusika na vitendo hivi. Mbali na matukio ya zamani, mwaka 2024 kuna jumla ya matukio yaliyoripotiwa 63 na vyombo mbalimbali. Matukio ya kusikitisha kama ya Ali Kibao kwa mnaokumbuka, Deusdedith Soka na wenzie waliotekwa, na wengine wengi ambao mtawasikia kwenye ripoti, umeufanya mwaka 2024 kuwa mwaka ulikuwa na matukio mengi ya kutisha na yanayotishia uhuru na usalama wa raia. Kwa bahati mbaya, matukio hayo bado yanaendelea mpaka tunapotoa ripoti ya mwaka huu. Na kituo kitaendelea kukusanya taarifa na kufuatilia baadhi ya haya matukio. Pia itakumbuka mwaka 2024 ulikuwa ni mwaka wa uchaguzi wa serikali za mitaa. Mbali na jitihada nyingi za ujenzi wa demokrasia mpya kama ilivyoainishwa na serikali ya awamu ya 6, uchaguzi wa Novemba 27, 2024 umekumbushia machungu ya mwaka 2019 pamoja na ule uchaguzi mkuu wa 2020. Athari za uchaguzi huu zimeonekana mapema mwaka huu kuelekea uchaguzi mkuu Oktoba 2025. Ripoti hii imerejea uchaguzi wa serikali za mitaa na kuainisha kasoro zilizojitokeza kwa kiwango kikubwa. Ingawa serikali imeleta mageuzi kwenye sheria za uchaguzi, bado kuna upungufu mkubwa katika kushughulikia mapendekezo ya Tume ya Rais ya Demokrasia na ya vyama vingi pamoja na maamuzi ya mahakama za ndani pamoja na za kikanda. Ndugu wageni waalikwa pamoja na waandishi wa habari, kwa upande wa makundi maalum, ripoti imeonyesha watoto ndio waathirika wakubwa wa ukiukwaji wa haki za binadamu, wakifuatiwa na wanawake, wanaume, wazee na watu wenye ulemavu. Hii inaonyesha haja ya kuimarisha juhudi za kulinda haki za makundi haya maalum. Mtakumbuka mwaka 2024 tulishuhudia mauaji ya kutisha mtoto mwenye ualbino Asimwe yaliyotokea mkoa wa Kagera. Mauaji haya ni vitisho na vitisho vingine vya watu wenye ualbino ni kiashiria tosha kuwa jamii bado haiko sawa na salama sana, na jitihada za ziada zinahitajika katika ulinzi wa watu wenye ualbino. Masuala mengine muhimu yaliyoibuliwa katika ripoti ni mikopo kandamizi, ukosefu wa nafasi za watetezi wa haki, afya ya akili, unyanyasaji dhidi ya watu wenye ulemavu, biashara haramu ya binadamu, ndoa za utotoni, ukeketaji pamoja na ukiukwaji wa haki za faragha za watu binafsi. Ripoti hii imeonyesha hali ngumu ya upatikanaji wa haki kwa wanawake, watoto na watu wenye ulemavu kutokana na sheria na bila kandamizi, utekelezaji hafifu wa sheria na ukosefu wa usawa wa kijinsia katika uongozi. Kwa kumalizia, tunapenda kuwashukuru wadau wetu wa maendeleo kwa msaada wao mkubwa katika uandaaji wa ripoti hii. Tunahamasisha kila mmoja wetu asome ripoti hii na kushiriki katika utekelezaji wa mapendekezo yaliyotolewa. Asanteni sana kwa kunisikiliza, na nitamkaribisha Abdalla kutoka Safaiko aweze kutoa neno la salamu fupi, alafu tutamkaribisha mwezeshaji wetu. Asante Bibi Kibonge. Asante sana ndugu Masawe. Habari za asubuhi. Natumai sote ni wazima. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kutujalia uzima huu. Tumekutana leo hapa kwa ajili ya uzinduzi wa ripoti yetu ya haki za binadamu ambayo imekava eneo la Tanzania bara na Zanzibar. Kamishna Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora, bodi ya LHRC, niko nifanya kazi na THRDC muda mrefu, kwa hiyo imekuja
wadau wetu wa maendeleo, ndugu waandishi wa habari na waliko wengine ambao tupo hapa in person na wale ambao wako online. Napenda niwashukuru kipekee kabisa LHRC kwa kuanza nasi vizuri. Tumekuwa na mkataba huu kwa muda miaka 4 na tumekuwa tukifanya kazi hii kwa pamoja, na huu ni mwaka wetu wa 4 kuzindua ripoti hii. Na niwashukuru kipekee kabisa wadau wa maendeleo ambao wamekuwa kitu support kuhakikisha kwamba ripoti hii inaandaliwa na kuzinduliwa. Ripoti hii inatusaidia zaidi kujua hali ya haki za binadamu Tanzania, yani Zanzibar na huku mainland. Lakini ripoti hii huwa inatusaidia zaidi kujua maeneo ambayo tunatakiwa kuongeza nguvu kuyafanyia kazi, yale ambayo tayari yanafanyiwa kazi na ambayo yameshafanyiwa kazi. Kwa hiyo inatupa status ya haki za binadamu kwa ujumla. Lakini pia kupitia ripoti hii ndio tunajua hasa wadau waliomo ndani na nje ni maeneo gani tunaweza tukawa na mkakati wa pamoja kuhakikisha kwamba matendo ya uvunjifu wa haki za binadamu kwa Tanzania ni angalau tunaweza kuyapunguza na ikibidi kuyaondosha kabisa. Ndio tumaini letu kubwa. Najua mwaka unaofuata ripoti inayokuja 2025 itakuwa imekava matukio mengine zaidi, hata kwa sababu tuko kwenye mwaka wa uchaguzi. Kwa hiyo tuendelee kushirikiana, tuendelee kudocument, tuendelee kufanyia kazi yote ambayo yanaibuliwa, na kwa sababu kutakuwa na mwasilishaji wa ripoti hii sitaki kwenda deep. Niwashukuru tena kwa kutumia muda wenu huu kutusikiliza na kutufuatilia, na niwatakie ufuatiliaji mwema wa ripoti yetu. Asanteni sana. Asante sana ndugu yetu kutoka kisiwani Zanzibar. Ndugu wageni waalikwa, mabibi na mabwana, na wote mlioko mnaotufuatilia kwa karibu kabisa mtandaoni, ni wajuze kwamba tukio hili maalum kabisa linarushwa live na Haki TV, na baadaye tutawaambia ni watu gani wengine ambao wanarusha live. Baada ya kusema hayo, naomba nimkaribishe sasa mtafiti na mwandishi wa ripoti aweze kutuwasilishia ripoti hii, taarifa hii iliyosheheni, Bwana Fundikira Wazambi. Karibu sana. Makofi kwake jamani, amefanya kazi kubwa. Mimi nimeipitia hii ripoti. Ukihitaji kuandika chochote, kitu cha msingi unahitaji takwimu na taarifa za uhakika, basi huwa ninaitumia hii, na ninapoongea huwa naangaliwa kwa heshima kubwa. Asante, karibu sana. Asante. Hello. Sawa, tutatumia maiki mbalimbali zilizopo mbele yangu. Naam, habari za asubuhi mabibi na mabwana. Majina yangu ni Fundikira Wazambi na natokea Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu. Na bila kupoteza muda, nadhani twende moja kwa moja tukaangalie yale masuala muhimu na matokeo ambayo yanapatikana kwenye ripoti yetu ya haki za binadamu ya mwaka 2024. Kwa nitawapitisha kwa kifupi. Ripoti na mambo mengi sana, tutaweza wengine kuyasoma na kuona yaliyojiri. Kwa nitawapitisha kwa kifupi kwenye masuala yale muhimu ambao tumeyaona. Kwa tutaangalia kwa kifupi kuhusiana na ripoti, japo tumeshaelezewa kidogo. Kisha tutaangalia masuala na matokeo muhimu upande wa Tanzania bara. Baada ya hapo tutaangalia masuala na matokeo muhimu upande wa Zanzibar, na mwisho kabisa tutaangalia kwa kifupi mapendekezo muhimu ambayo tunayatoa sambamba na jumbe mbalimbali ambazo zinalenga kuboresha haki za binadamu. Naam, kama tulivyojuzwa hapo awali, ni ripoti hii ya 23 kwa LHRC imekuwa ikitoa ripoti hizi kwa muda mrefu sasa kwa kushirikiana na wadau wakiwemo wenzetu kutoka Zafaico. Tunashirikiana vizuri, na lengo kubwa la kutoa ripoti hii ni kutoa matokeo ya tathmini ambayo tunaifanya ya haki za binadamu kwa upande wa Tanzania bara na Zanzibar. Kwa hiyo tunategemea yale yaliyomo humu yaweze kutumika kwenye uchechemuzi, yaweze kutumika kwenye kufanya masuala ya uwezeshaji kuhusiana na masuala ya haki za binadamu, lakini pia tuweze kuboresha hali ya haki za binadamu
nchini Tanzania. Kwa vipimo vipi ambavyo tunavitumia, kwa kimombo tunasema yardsticks. Vipimo vyetu sisi vimegawanyika katika sehemu kubwa tatu vya kutusaidia kufanya tathmini. Ni viwango vya kimataifa. Nikisema viwango maana yake ni mikataba na matamko mbalimbali ya kimataifa. Pia tuna upande wa kikanda, hususan mikataba ya Umoja wa Afrika, na pia tuna vyanzo vya kitaifa, na chanzo kikuu ni Katiba ya Jamhuri ya Muungano ya mwaka 1977. Kwa tunaangalia kama yale yanayotokea yanaendana na makubaliano tuliyofanya kupitia nyaraka hizi katika ngazi hizo tatu. Na vyanzo vyetu vya taarifa vimegawanyika sehemu kubwa tatu. Huwa tunaenda kukusanya taarifa mikoa mbalimbali, lakini pia kuna data na taarifa tunazozalisha ndani kupitia programu zetu mbalimbali. Tuna programu ya ufuatiliaji wa haki za binadamu, tuna programu ya msaada wa kisheria. Kote huko tunapata data na taarifa mbalimbali. Kuna vyanzo vya nje ikiwemo taarifa rasmi za serikali, ripoti mbalimbali za asasi za kiraia, vyombo vya habari na kadhalika. Kwa ripoti imesheheni vyanzo mbalimbali na inaangazia vizazi vyote vikuu vitatu vya haki za binadamu. Kizazi cha kwanza, haki za kiraia na kisiasa. Hapo tumeangalia haki 12. Zipo zaidi ya hizo lakini hizi ni za msingi zaidi. Haki za kiuchumi na kijamii tumeangalia haki 7 kuu, na hali kadhalika haki za kiujumla ambazo kwa kawaida waga ziko 5 lakini tumeweza kuangazia 3. Lakini tukumbuke haki za binadamu sifa yake kuu ni kwamba zinategemeana. Kwa hiyo na ukiharibu upande mmoja utaenda kuathiri haki nyingine. Sasa baadhi ya masuala makuu ambayo yalitokea 2024 ambayo yaligusia au kuathiri haki za binadamu, athari chanya au athari hasi, ni pamoja na utungwaji wa sheria 3 zinazohusiana na uchaguzi ambazo zilifanya marekebisho au kufuta sheria zilizokuwepo. Pia kuna matukio ya ukatili yalipotiwa sana. Tumeambiwa pia mashambulizi dhidi ya watu wenye albino. Kuna masuala pia ya utekaji na upoteaji, nao yamekuwa ni changamoto kubwa na ndio yaliyobeba kauli mbiu ya mwaka huu. Lakini pia kulikuwa kuna marekebisho mathalan ya sheria hii ya mtoto kuweza kumlinda mtoto, sheria ya mtoto pamoja na sheria ya makosa ya mtandao. Yapo mengine mengi tutayaona kwenye ripoti. Upande wa haki ambazo zimekiukwa zaidi, ya kwanza imeendelea kushika kinara ni haki ya kuishi. Matukio mengi sana ambayo yameripotiwa yamepelekea ukiukwaji wa haki ya kuishi. Uhuru dhidi ya ukatili pia umeendelea kutamalaki. Haki ya kuwa huru na salama, hii pia imechangiwa na vitendo vile vya utekaji na upoteaji. Haki ya usawa mbele ya sheria, hali kadhalika kwa upande wa namba 5 imekuwa ni haki ya kushiriki katika utawala. Na kama utaona haki zote hizi ni haki za kiraia na kisiasa. Kwa changamoto kubwa tulionayo ni upande huo. Na ukisoma ripoti utaona kwamba kwa kiasi kikubwa imeelezea masuala ya haki za kiraia na kisiasa kwa sababu ndio changamoto nyingi zipo huko. Upande wa waathirika wakuwa wameendelea kuwa watoto wakiwa ni 41%. Hii ni kulingana na matukio ambayo tumeyakusanya ndani kupitia programu zetu. Wakifuatiwa na wanawake 29%, wanaume 15%, wazee 11%, na mwisho kabisa watu wenye ulemavu. Kwa yale matukio ambayo tumeyakusanya kama kituo, wahanga wakuu walikuwa ni makundi hayo kwa asilimia hizo tunazoziona. Sasa twende moja kwa moja upande wa haki za kiraia na kisiasa, tukianza na haki ya kuishi. Moja hapo changamoto kubwa bado ni mauaji yanayotokana na wananchi kujichukulia sheria mkononi. Wale wanaojiita wananchi wenye hasira kali bado ni changamoto. Takwimu zinaonyesha karibia matukio 500 yanatokea kila mwaka, na asilimia kubwa sana ni upande wa bara huku. Asilimia 95 ya matukio ambayo yana kusanywa na polisi. Kwa upande wetu sisi tulikusanya matukio 39 ambao ni matukio 3 pungufu, na asilimia kubwa ya wahanga waathirika walikuwa ni wanaume. Na hii inachangiwa na nini? Uchambuzi tuliofanya tumeona sababu kubwa ni wananchi kutokuwa na imani na mfumo mzima wa haki. Kwa bado kuna kazi kubwa kwa upande wa vyombo hivi vya haki kubadilisha huu mtizamo ambao wananchi wanayo. Ndio maana wanaamua kujichukulia sheria mkononi. Hali kadhalika kuna changamoto ya mauaji yanayofanywa na maafisa wa vyombo vya dola.
bado kuna changamoto kubwa hapo. Mathalan kuanzia mwaka 2020 LHRC imekusanya matukio 36. Japo kilinganisha 2024 na 23 yamepungua kidogo kama tunavyoweza kuona hapo kwenye takwimu zilizoonyeshwa. Upande wa ukatili dhidi ya maafisa wa vyombo vya dola tuliweza kupata tukio moja ambalo liliripotiwa kule mkoani Mara. Lakini wahanga wengine au waathirika wa vitendo vya ukiukaji wa haki ya kuishi ni watu wenye albino. Matukio haya yaliibuka tena mwaka 2024. Tulisikia kuna tukio la kuuawa kikatili kwa mtoto Novas Asimwe kule Kagera, lakini kuna mtoto mwingine pia alishambuliwa kule Geita. Na ndugu zetu watume nashukuru wako hapa. Nakumbuka kuna mwaka huko nyuma waliongoza juhudi za kuunda chombo maalum ambacho kinajumuisha wadau mbalimbali kwa jeshi la polisi, tulikuwepo watu wa mashirika sio ya kiserikali, ambacho ilisaidia sana kupunguza matukio haya ya mashambulizi na mauaji ya watu wenye albino. Kwa nadhani inabidi hilo swala lirudi upya ili kuweza kuwalinda hawa ndugu zetu. Swala la death penalty kwa Kiswahili ni adhabu ya kifo, bado pia ni changamoto na bado tumegawanyika. Wale ambao tuko upande wa haki za binadamu tunaona hii ni changamoto kwa upande wa haki ya kuishi na ni adhabu ya kikatili, lakini bado imeendelea kuwepo kwenye vitabu vyetu vya adhabu, pamoja na kwamba adhabu hii haijatekelezwa kwa zaidi ya miaka 30 sasa. Na nchi nyingi duniani zimeendelea kufuta hii adhabu ya kifo. Kwa na sisi tunatoa rai tuweze kuifuta adhabu hii ili kuweza kulinda zaidi haki za binadamu. Mauaji yanayofanya na mwenza dhidi ya mwenza pia bado imeendelea kuwa changamoto, na wanawake wamekuwa ni manusura au waathirika wengi zaidi. Takwimu tulizokusanya zinaonesha kati ya waathirika 9 kati ya 10 ni wanawake, karibia 9 kati ya 10. Kwa takwimu hizi pia zinatisha, na haya ni yale tu ambayo yameripotiwa. Tunaamini kuna matukio mengine ambayo yanatokea na amekuwa haripotiwi. Masuala ya watu kupotea pia ni masuala ambayo yanaathiri haki ya kuishi, na ni jukumu kwa upande wa vyombo vya dola kufanya uchunguzi unaotakiwa kufanyika ili kuweza kubaini ni nani ambao wale wasiojulikana sasa waweze kujulikana. Lakini kama ilivyoelezwa hapo awali na kaimu mkurugenzi, bado majibu yamekuwa hayatokei, na vitendo vingi vimetokea katika kipindi cha miaka 8 iliyopita. Kwa mwaka 2024 matukio ya upoteaji ikiwepo ya watoto ambayo LHRC iliyakusanya ilikuwa ni 63, hususan kwenye mikoa kama Dar es Salaam, Kilimanjaro, Arusha na Tanga. Ajali za barabarani tunaweza kujiuliza zinahusiana vipi na haki za binadamu? Zitahusiana na haki za binadamu pale ambapo kuna uzembe umetokea, na zaidi ya 90% ya hizi ajali zinasababishwa na uzembe, kwa mujibu wa taarifa rasmi ambazo zinatolewa. Na tunaendelea kupoteza watu wengi kwa sababu ya huo uzembe, ikiwemo wataalamu mbalimbali. Tunaathiri haki za binadamu, ikiwemo pia haki ya kufanya kazi. Uhuru wa kujieleza. Uhuru wa kujieleza ni mojawapo ya haki za msingi. Tunasema haki za ushiriki au kwa kimombo participation rights. Nao bado una changamoto zake nyingi, hususan kwa upande wa vyombo vya habari. Tumeona kwamba mazingira ya uhuru wa vyombo vya habari miaka hivi karibuni yameimarika kiasi, lakini bado wadau wa habari na wao wako hapa leo watasema changamoto kubwa ni sheria bado haijafanyiwa marekebisho vile inavyotatikana, ili kuweza sasa kuimarisha ulinzi wa vyombo vya habari na wanahabari waweze kufanya kazi kwa uhuru bila kujibanabana. Kitaalamu tunasema self censorship. Wataalamu wako hapa wa vyombo vya habari wataongelea zaidi swala hili. Pamoja na hayo, tumeona Tanzania imepanda kidogo kwenye viwango vya uhuru wa vyombo vya habari kwa mwaka 2024 ukilinganisha na mwaka 2023. Ila sasa turekebishe sheria, ikiwemo sheria hii ya vyombo vya habari ya mwaka 2016. Matukio ya waandishi wa habari na wanahabari kwa ujumla kushambuliwa tulikusanya pia mwaka 2024. Jumla ya matukio hayo yalikuwa ni 10, yakiripotiwa kwenye mikoa mbalimbali ikiwemo Dar es Salaam. Lakini pia kuna vyombo vya habari ambao vilifungiwa kwa kukiuka kanuni hizi za maudhui za mwaka 2020.
Sisi tatizo letu la hizi kanuni ni kwamba hazijazingatia viwango vya kimataifa vya haki za binadamu. Na pia zile kanuni za haki asili, principles of natural justice, kwamba mimi tena nisiwe naye kushtaki alafu mimi tena ninakuwa hakimu, inakuwa ni changamoto. Upatikanaji wa taarifa bado kuna changamoto, kuna mianya kwenye sheria hii ya upatikanaji wa taarifa ambazo wadau wameendelea kuzielezea, lakini pia kumekuwa kuna vikwazo kwenye kufikia na kutumia baadhi ya majukwaa ya mitandao ya kijamii. Bado hiyo kuna malalamiko ambayo yamekuwa yakitolewa. Upande wa haki za uhuru wa kukusanyika na kujumuika, pia changamoto kubwa bado ni sheria, na mwaka huu kama tulivyoambiwa tunaelekea kwenye uchaguzi. Bado kuna malalamiko pia ya ukiukwaji wa haki hizi. Kwa mfano mwaka 2024 tulipokea matukio 3, lakini kuna matukio mengine pia ambayo yalipotiwa wakati wa uchaguzi wa serikali za mitaa wa 2024. Kuna mkataba huu wa Afrika kuhusiana na masuala ya demokrasia na utawala bora ambao tumekuwa tunapiga pia kelele tuweze kuridhia kama nchi ili kulinda zaidi uhuru huu wa kujumuika na kukusanyika, lakini pia haki ya kushiriki katika utawala. Kwa tunatoa rai kwa serikali kuweza kuridhia mkataba huu. Upande wa haki ya usawa mbele ya sheria na upatikanaji nafuu madhubuti, changamoto kubwa ambazo wananchi wameendelea kuzitaja ni zile zile. Kubwa ya kwanza kabisa ni masuala ya rushwa, kwa vyombo vya haki vijiangalize kwenye hilo. Bado wananchi wana mtizamo hasi kuhusiana na vyombo hivyo, wakiona sheria, uelewa mdogo wa sheria pia bado ni changamoto. Tunaelewa kwamba serikali iko kwenye mchakato wa kutafsiri pia sheria hizi kwa lugha ya Kiswahili. Tunatamani tujue zoezi hilo limefikia wapi na tuone namna gani tunashirikiana kuweza kuhakikisha wananchi wanazielewa vizuri hizo sheria mbalimbali. Makundi kama vile wanawake na watu walemavu pia wanapata vikwazo zaidi kwenye kufikia haki kwa sababu ya hali za kiuchumi, masuala ya kiutamaduni, pamoja na mifumo ya kisheria ambayo ni baguzi sambamba na upatikanaji wa rasilimali. Kwa upande wa haki jinai, mojawapo changamoto kubwa ni ukiukwaji wa haki za watuhumiwa kama vile kukamatwa na kuwekwa kizuizini kinyume na sheria. Ambapo LHRC imekusanya matukio mengi sana kwa mwaka 2024 ambayo ilikuwa ni zaidi ya 600 ya ukamataji ambao haukuzingatia sheria na malalamiko mengine kuhusiana na changamoto mbalimbali katika haki jinai. Lakini lingine ambalo tumeliona, tulipata ripoti ile ya Tume ya Rais ya kuangalia uboreshaji wa mfumo wa kijinai 2023, ilitoa ripoti yake, lakini utekelezaji, kasi ya utekelezaji wa mapendekezo yake imekuwa ni ndogo, na sisi tunatamani iongezeke ili kuweza kulinda haki jinai. Kwa upande wa haki jinai kwa watoto, upungufu wa maafisa ustawi ni mojawapo ya changamoto, lakini pia kuwachanganya hawa watoto na watu wazima pale ambapo wamekamatwa au kuwekwa gerezani pia ni changamoto. Kwa tunahitaji kuboresha miundombinu hii ya kimahakama ili iwe rafiki kwa watoto ambao wanakinzana na sheria. Tunaingia sasa upande wa haki ya kuwa huru na salama, na swala kuu ambalo lilitokea ni masuala ya utekaji na upoteaji. Kama tunakumbuka, mnamo mwezi Septemba ndugu yetu Ali Kibao alishambuliwa, alitekwa na baadaye kushambuliwa na kuuawa kikatili, na hiyo ilikuwa ni mojawapo ya matukio 100 ambayo LHRC imekusanya kuanzia mwaka 2015. Kwa matukio haya yalikuwa ni ya kuogofesha na yanahitaji kwa kweli kukoma. Hawa wasiojulikana basi waweze kujulikana na kuchukuliwa hatua kwa mujibu wa sheria. Changamoto zingine kwa upande wa haki ya kuwa huru na salama ni pamoja na kumambikiwa kesi. Tumeambiwa masuala pia ya usafirishaji haramu ambapo LHRC kusanya matukio 14 bado ni changamoto, hususan kwenye mikoa kama vile Dodoma, Pwani, Tabora na Dar es Salaam. Na asilimia kubwa ya hawa wanaofanywa hivi vitendo vya kusafirishwa isivyokuwa kinyume na sheria ni watoto. Na tumegundua kwamba bado watu wengi hawaelewi hii dhana ya
usafirishaji haramu wa haki za binadamu, kwa kimombo human trafficking. Wao wanasema sasa kusafirisha kwani kuna shida gani kama mtu anasafirishwa tu. Kwa hiyo nadhani wadau tuko hapa tuna haja ya kuongeza juhudi katika kueneza uelewa wa masuala haya ya usafirishaji haramu haki za binadamu. 2024 kwa kuna uchaguzi wa serikali za mitaa, kulikuwa kuna malalamiko mengi kuhusiana na kasoro za uchaguzi pamoja na kwamba watu wengi walijihindi cha uchaguzi. Upande wa uhuru dhidi ya utesaji, kitu kikubwa tunachokiomba ni kuridhia ule mkataba dhidi ya utesaji wa Umoja wa Mataifa, Convention Against Torture, kwa sababu bado matukio mengi yanatokea katika mikoa mbalimbali ikiwemo pia utesaji wa watoto, hali kadhalika ya wale ambao wako kwenye adhabu ya kifo. Uhuru dhidi ya ukatili, kama nilivyosema hapo awali, mojawapo ya haki zilizokiukwa zaidi ni uhuru dhidi ya ukatili, hususan upande wa wanawake. Matukio yalikuwa ni mengi ambao tumeyakusanya, yaliongezeka mara 2 zaidi. Hali kadhalika upande wa watoto, matukio yaliongezeka sana. Wanaume nao tunafanywa ukatili, japo matukio yetu yalipungua kidogo 2023, na 95% ya matukio ya ukatili dhidi ya wanaume yanatokea ndani ya ndoa. Kuna changamoto huko. Jana kwenye taarifa ya habari nilisikia pia kuna mkoa fulani wanalalamika wanaume kufanywa vitendo vya ukatili. Alafu ukienda kuripoti wanaambiwa wewe naye umefanywa ukatili, hebu toka hapa. Kwa hiyo kuna changamoto hizo. Hali kadhalika wazee, matukio ya ukatili dhidi ya wazee pia yameongezeka, hasa ukatili wa kimwili. Muda mwingine tunawasingizia wazee wetu ni wachawi, tunawaua ili tuweze kurithi mali zao. Huko ukatili huu wa kimwili, bahati mbaya vitendo hivi vinafanywa hadi na watoto wao wenyewe pamoja na ndugu wa karibu. Kwa tutaweza kuona na hapo. Haki ya faragha, changamoto kubwa ni upande wa sheria. Kuna kesi ambayo mwanaharakati huyu Tito Magoti alifungua na mahakama ikakuta baadhi ya vifungu katika sheria hii ya ulinzi wa taarifa binafsi kwamba vinapingana na katiba. Kwa hiyo kuna changamoto hapo kwa upande huo, lakini kuna lile swala la mikopo kausha damu. Wanaotoa mikopo kausha damu nao wanaingilia hii haki ya faragha, kwa kuwaibisha watu kuingia mpaka kwenye mawasiliano ndani ya simu na kuwachafua watu. Kwa kuna changamoto hiyo ya wale watoaji wa mikopo kausha damu. Upande wa haki za kiuchumi na kijamii, changamoto kubwa ya kwanza ni budget. Tunaelewa hizi haki haziendi bila pesa. Mimi niko hapa ninatekeleza haki yangu ya uhuru wa kujieleza na babwaja, lakini serikali haihitaji kunipa pesa ni babwaje. Lakini kuna hizi haki ambazo haziendi bila pesa, bila fedha. Haki ya elimu, haki ya afya na kadhalika. Changamoto kubwa ni budget ambayo inakuwepo, inakuwa haikidhi vile viwango vya kimataifa. Mathalan upande wa elimu ilitakiwa budget ya elimu iwe ni 20% ya budget nzima. Lakini tumekuwa tunasuasua sana. Mwaka jana sisi tumefika 12%. Changamoto nyingine ni upungufu, ikiwemo upungufu wa walimu ambao kwa sasa kwa upande wa msingi na sekondari upungufu ni karibia 50%. Kwa kuna changamoto kama hizo upande wa elimu. Upande wa afya pia kuna swala la budget, tumeshindwa kufikia ile 15%. Na tumeshindwa hata kufikia nusu yake, kwa sababu nusu yake hapa itakuwa ni kama 7-8. Lakini ukiangalia takwimu na tuonesha tumegotea kwenye 5. Mara mwisho tumepanda ilikuwa 2019-20 ambako tulikuwa tuna 7.8. Kwa bado kuna changamoto, lakini pia changamoto ya rasilimali watu kwenye sekta ya afya pia ipo. Na changamoto nyingine ambazo zimeweza kuelezea kwenye ripoti, mathalani afya ya akili ambayo linawaathiri zaidi vijana, pia bado ni tatizo na kila siku tunaambiwa wagonjwa hawa wanaongezeka. Naam, twende upande wa haki ya kufanya kazi. Bado huku pia hatufanyi vizuri sana, hususan kwenye sekta binafsi. Tunakuwa tunapokea malalamiko mengi sana. Mathalan 2024 tumepokea malalamiko mapya zaidi ya 2500. Mengi yakihusishwa kufukuzwa kazi bila kinyume na sheria, kutolipa mishahara na kadhalika. Masuala ya ukatili pia mahala pa kazi. Na kwa zaidi kwa upande huu tulitoa pia ripoti yetu ya biashara na haki za binadamu. Unaweza tukaona zaidi kwa undani ukiukwaji wa haki za binadamu kwa upande wa sekta binafsi. Kwa upande wa haki nyingine za kijamii na kiuchumi, upande wa maji bado changamoto ni budget zaidi, umiliki wa mali, kausha damu nayo ilikuwa inaathiri
umiliki wa mali. Tulipokea malalamiko zaidi ya 302 ambayo yalikuwa yanahusiana na ukiukwaji wa haki za kumiliki mali yaliyosababishwa na mikopo kausha damu. Kwa hili nalo ni swala mtambuka, na tunashukuru Benki Kuu ya Tanzania iliingilia kati mwaka jana kupambana na hawa wanaotoa mikopo hii inayotukausha damu. Sawa, upande wa haki za kiujumla, jambo kuu tuliloliona ni lililoibuliwa kwenye ripoti zile za mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali, kwamba kuna fedha nyingi sana zinapotea ambazo zingeweza kusaidia kuboresha huduma za kijamii. Tumesikia mathalani kulikuwa kuna upotevu wa takribani trilioni 2.41. Sasa hizi zingeweza kuingia kule kwenye elimu bila malipo, tungekuwa tuko vizuri, si ndio? Kwa tunahitaji kufanyia kazi matokeo haya yaliyoonwa kwenye ripoti za mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali. Hali kadhalika ripoti ya TAKUKURU na yenyewe ilionyesha hivyo viashiria vya rushwa na matumizi mabaya ya fedha za umma. Kwa pamoja na kwamba hatuna sana, lakini hicho tulichonacho kikitumia vizuri tutaweza kuboresha hali ya haki za binadamu. Upande mwingine kwenye mazingira, bado tuna changamoto ya ukiukwaji wa haki za mazingira. Mathalani NEMCO alikusanya matukio 366 kwa kipindi cha 2023-24. Sisi pia tulikusanya matukio takriban 51 yakiongezeka kutoka 40 mwaka 2023. Kwa uchafuzi wa mazingira pia umeongelewa kwenye ripoti. Tutaweza kuona zaidi tukisoma ni vitu gani ambavyo tumeviainisha. Twende upande wa makundi maalum, haki zao, tukianza na wanawake. Changamoto kuu bado ni ukatili wa kijinsia. Kati ya waathirika 7 ni wanawake. Na ukiangalia matukio ambayo tumeyakusanya sisi 2024, 63% yalikuwa ni ukatili wa kimwili. Ukatili wa kimwili. Sasa ukatili ambao unafanywa na mwenza. Kwa kuna kazi kubwa bado inahitajika kuweza kukomesha ukatili ambao pia kama nilivyoongelea hapo awali unachangia utokeaji wa mauaji yanayofanywa na mwenza, ambayo 88% walikuwa ya waathirika au manusura walikuwa ni wanawake. Upande mwingine pia kuna swala hili la ukatili mtandaoni, cyber violence. Kwa tangu 2022 matukio ambayo yamekusanywa na jeshi la polisi ni zaidi ya 800, na haya ni yale ambayo tunayafahamu, wale ambao wameweza kuripoti. Kwa ukatili pia huko mitandaoni hususan kwa wanawake na wasichana bado ni changamoto kwa pande zote mbili za muungano. Tutakuja kuona upande wa Zanzibar hali ikoje. Lakini ukatili dhidi ya wanawake katika siasa, mwaka huu ni wa uchaguzi. Tunafurahi kwamba sasa hivi kwenye sheria za uchaguzi ni kosa la jinai kufanya ukatili dhidi ya wanawake katika siasa. Kwa hiyo tunatamani tuweze kuona utekelezaji tukielekea kwenye uchaguzi mkuu 2025. Masuala mengine ni upatikanaji wa haki, bado ni changamoto kwa wanawake wengi kufikia haki kwa sababu mbalimbali ikiwemo za kimila, masuala ya ulinzi na usalama, hasa kwa sababu vitendo vya ukatili na ushiriki hafifu katika masuala ya siasa na uongozi. Upande wa watoto, ukatili bado pia ni changamoto kubwa, hususan ukatili wa kingono. 69% ya matokeo kama mnavyoona tuliyokusanya yalikuwa ni ukatili wa kingono, na katika hayo 80% ni ubakaji. Kwa tunaweza kuona tofauti hapo. Kwa wanawake ni ukatili wa kimwili, lakini kwa watoto hususan wasichana ni ukatili wa kingono ndio changamoto kubwa. Kwa upande wa wavulana ambao pia bado wanaonekana kusahaulika sana kwenye jitihada za mapambano dhidi ya ukatili, ulawiti bado ni tishio kubwa sana. 80% ya vitendo vya ulawiti vinavyotokea wanafanywa wavulana. Tunahitaji kuongeza ulinzi kwa upande wa wavulana. Tukirudi pia upande wa wasichana, ndoa za utotoni, bado tunaendelea kuiomba serikali iongeze kasi ya kufanya marekebisho kwenye sheria ya ndoa ya mwaka 71 ili kuwalinda hawa watoto. Ni wakati sasa wa kuchukua hatua kutokomeza kabisa hizi ndoa za utotoni. Na mwaka jana sisi tulikusanya matukio 4 ambao ni sawa na yaliyokusanywa mwaka 2023. Changamoto nyingine pamoja na mimba za utotoni, masuala ya ukeketaji. Mathalani mwaka jana jeshi la polisi mkoani Mara liliokoa wasichana 180. Kuna masuala ya ajira kwa watoto na utumikishwaji na kadhalika.
Upande wa watu wenye ulemavu kwa Tanzania bara, changamoto kubwa ni unyanyapaa na ubaguzi, ikiwemo upande wa ajira. Lakini mojawapo ya mambo yaliyonisikitisha sana na kusikitisha wadau wengi ni kitendo cha wanawake wenye ulemavu wajawazito kufanyiwa vitendo vya ubaguzi wanapoenda kutafuta huduma katika hospitali na vituo vya afya. Mpaka kutolewa kauli kama vile wewe nao ulifikiria nini kushika ujauzito, hujionee huruma. Tunaomba wauguzi wawe na huruma na waheshimu haki. Wote tunayo haki hiyo ya kuweza kupata watoto. Kwa hiyo tusiwatolee kauli mbaya hawa watu, tusiwabague pia watu wenye ulemavu katika soko la ajira, ambapo bado ni changamoto kubwa. Upande wa wazee wanakumbwa na umaskini, na hii inachangiwa pia ni kwamba bado hatujawa na sheria maalum ya kuwalinda wazee. Tunashukuru ndugu zetu wa Zanzibar wanao sheria. Sisi sijui tunasubiri nini? Tuleke sheria ya kuwalinda wazee, ikiwemo dhidi ya vitendo vya ukatili, na pia tuwaletee pensheni kule liwezekana. Huku tunaweza, na tume ya marekebisho ya sheria imeshafanyaga tathmini ikasema hilo linawezekana. Kwa tuwakumbuke hawa wazee wanapitia mengi na sisi tunaelekea huko. Upande wa vijana, mojawapo ya changamoto wanazokumbana nazo ni pamoja na ukatili, masuala ya ajira, kupata elimu bora. Nilizungumzia swala la afya ya akili. Vijana ndo wengi wanaongoza hapo, 58% ni vijana ambao wanakumbwa na hizi changamoto za masuala ya afya ya akili. Ushiriki katika utawala pia vijana ni kama vile wamewekwa nyuma. Kwa ukiangalia hii ripoti, vijana wamejadiliwa karibia sehemu zote. Ukienda masuala ya ukatili, hata kule kwenye masuala ya haki jinai, wengi ambao wanakamatwa na kukiwa haki zao ni vijana. Kwa hiyo tunatakiwa kuangalia vijana kwa jicho la kipekee. Upande wa watu wanaoishi na VVU, pia changamoto kubwa ni unyanyapaa na ubaguzi. Vyombo ambavyo vinalinda haki za binadamu kama vile mahakama, polisi na kadhalika pia vimejitahidi kuchukua hatua kulinda haki, lakini bado vinakabiliwa na changamoto mbalimbali, ikiwemo upungufu wa wafanyakazi, masuala ya rushwa tuliyataja, sasa vyombo vya haki jinai na kadhalika, bajeti na mazingira hafifu ya kufanyia kazi. Tunazo mahakama mbalimbali hapa, tutakuona kwenye picha hapa, tuna mahakama ya Afrika tunayo Arusha pale, lakini tumekuwa hatutekelezi hukumu zinazotolewa na vyombo hivi vya kikanda. Na hii imekuwa ni changamoto, tunahitaji kuifanyia kazi pamoja na kutekeleza mapendekezo yanayotolewa na vyombo vingine ambavyo sio vya kimahakama. Upande wa utekelezaji wa mapendekezo, tumeona kwamba asilimia ya mapendekezo ambayo yalifanywa kazi imeongezeka kutoka asilimia 36 mwaka 2023 hadi asilimia 38. Kwa at least hapo tuna habari njema kidogo, na yale yaliyofanywa kazi kiasi pia yameongezeka asilimia. Sasa twende upande wa Zanzibar, tuone masuala makuu yaliyojitokeza. Upande wa haki ya kuishi, mambo mengi ambayo ni changamoto Zanzibar bara sio changamoto kule Zanzibar, kama vile masuala ya mauaji yanayofanywa na wananchi wenye hasira kali, kule sio changamoto kubwa. Mauaji yanayotokana na imani za kishirikina pia kule sio changamoto kubwa, lakini ajali za barabarani ni mojawapo ya changamoto na ziliongezeka kwa mwaka 2024. Swala la adhabu ya kifo kama ilivyokuwa bara, kule napo ni swala ambalo linatambulika kisheria. Hatujapata taarifa kama kumbuka kuna utekelezaji wa adhabu hiyo, lakini tunafahamu kwa bara utekelezaji haujafanyika tangu mwaka 95 kipindi cha Rais Mwinyi. Upande wa uhuru wa kujieleza, hususan uhuru wa vyombo vya habari, wadau wanaendelea kupiga kelele ipatikane sheria mpya ya habari. Upande wa Zanzibar ilitolewa hadi mwaka 2023, lakini mpaka mwaka 2024 Disemba ilikuwa haijatekelezwa, ili kuondoa sheria ambazo zilikuwa zinaonekana zimepitwa na wakati na zinakandamiza uhuru wa vyombo vya habari. Upande wa uhuru wa kujumuika na kusanyika, changamoto ni kama zile za bara, na sheria nyingi tunazotumia ndio zinazotumika pia kule Zanzibar. Kwa hiyo changamoto ni upande wa marekebisho ya hizo sheria ili ziendane na viwango vya haki za binadamu. Hali kadhalika changamoto ambazo zinaathiri haki za usawa mbele ya sheria,
nafuu madhubuti pamoja na haki ya kuwa huru na salama zinafanana pia kama na za bara, ikiwemo masuala ya rushwa, gharama za uwakilishi, uelewa mdogo kuhusiana na sheria na haki mbalimbali, na upatikanaji hafifu wa msaada wa kisheria. Kwa hiyo hizo changamoto zinafanana upande wa bara na Zanzibar. Tunaambiwa pia Zanzibar kule wale watu ambao wako rumande ambao sio wafungwa ni wengi kuliko wale ambao wamehukumiwa. Namba ni kubwa sana kama tunavyoona hapo. 1264 ukilinganisha na wafungwa ambao ni 520. Kwa kuna jitihada zinahitajika kufanyika upande wa Zanzibar ili kuweza kupunguza hiyo changamoto ya kuwa na watu wengi, sababu inaathiri haki yao kuwa huru na salama. Masuala mengine upande wa haki za kiraia na kisiasa kwa Zanzibar ni pamoja na haki ya kushiriki katika utawala. Kuna changamoto kwenye sheria kama ambavyo tumeona upande wa bara, lakini kuna mambo pia ya kujifunza kutoka kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa wa bara wa mwaka 2024. Kitu kizuri ni kwamba sasa at least wafungwa nao wanaruhusiwa sasa kupiga kura upande wa bara na Zanzibar. Kwa hiyo ni moja hapa masuala chanya ambayo tuliona upande wa hii haki ya kushiriki katika utawala. Kushiriki katika utawala ni pamoja na kushiriki kwenye kupiga na kupigiwa kura. Upande wa uhuru dhidi ya utesaji hakukuwa na matukio yaliyoripotiwa, lakini bado pia hatujaridhia ule mkataba. Kulikuwa kuna matukio matatu ya utesaji, lakini changamoto nyingine ni kwamba bado hatujaridhia mkataba wa Umoja wa Mataifa dhidi ya utesaji. Na upande wa uhuru dhidi ya ukatili, wanawake na watoto wameendelea kuwa waathirika wakuu. Mathalani wanawake wakiwa ni 74% ya waathirika wa vitendo vya ukatili wa kijinsia, na watoto wengi pia matukio ya ukatili dhidi ya watoto yakiongezeka. Upande wa haki za kiuchumi na kijamii, changamoto pia kama ilivyokuwa bara ni masuala ya bajeti, masuala ya upungufu mbalimbali ikiwemo wa walimu pamoja na vifaa kwa ajili ya tehama, umbali mrefu kwenda shuleni, na pia swala la ukatili dhidi ya watoto linaathiri sana upatikanaji wa elimu. Ukatili unaofanywa nyumbani, wanaofanywa mashuleni, ikiwemo masuala yale ya adhabu za viboko na nyingine ambazo zinaathiri haki za watoto. Upande wa afya pia bado kuna changamoto hiyo ya bajeti kufikia ile 15% ambao ndio kiwango cha chini, upungufu wa wafanyakazi. Swala pia la afya ya akili ni changamoto pia upande wa Zanzibar kama ambavyo ilikuwa bara, na bado vijana ndio wanaathirika zaidi. Masuala mengine upande wa sekta ya maji kwa mfano, upungufu wa bajeti umejadiliwa kwenye ripoti, tutaweza kusoma. Changamoto za ukiukwaji wa haki za wafanyakazi, migogoro ya ardhi, hali kadhalika athari zinazosababishwa na mabadiliko ya tabia nchi kwenye haki za binadamu, pamoja na hifadhi ndogo ya kijamii. Upande wa haki za kiujumla ambazo ni pamoja na haki ya maendeleo, haki ya kufurahia na kunufaika na rasilimali, na haki ya mazingira safi na salama, ni pamoja na matumizi mabaya ya rasilimali, uchafuzi wa mazingira, pia na athari zinazotokana na mabadiliko ya tabia nchi. Twende sasa kwenye upande wa makundi maalum. Kama tulivyoeleza hapo awali, ukatili wa kijinsia hususan upande wa wanawake bado ni changamoto kubwa. 74%, yani waathirika 7 kati ya 10 wanakuwa ni wanawake. Lakini kuna swala la ukatili mtandaoni, cyber violence against women, ni changamoto kubwa. Tulipokea matukio takribani 4 ya wanawake ambao wenza wao walisambaza video za utupu mitandaoni kama adhabu, kama sasa umenikataa na sambaza. Kwa wengine wanakuwa ni kama wafungwa, amesha kurekodi, na wengine wanarekodiwa pia bila kufahamu. Kwa hili pia ni tatizo ambalo linakuwa upande wa Zanzibar, na lina athari kubwa. Wapo ambao walifikiria hata kujiua wale mabinti kwa sababu hiyo, na unatengwa na familia kwamba sasa umeaibisha familia. Upande wa watoto, ubakaji umeongezeka sana miaka hii 2023 na 2024. Upande wa wasichana wamekuwa ni waathirika wakubwa.
na matukio ya ukatili kwa ujumla yameendelea kuwa zaidi ya 1500. Kwa swala la ukatili ni tishio kubwa sana kwa haki za watoto upande wa Zanzibar, na wilaya ambazo zinakuwa zinaongoza ni pamoja na Magharibi B, Magharibi A pamoja na Mjini, na hizo wilaya pia ziliongoza mwaka uliopita. Kwa upande wa bara, Dar es Salaam imekuwa kama Arusha, Tanga ndio imekithiri masuala ya ukatili, hususan ukatili wa kijinsia. Masuala mengine upande wa watoto ni ukatili dhidi ya wavulana. Kama nilivyosema hapo awali, wadau wanaona kwamba wavulana wamesahaulika sana kwenye vita dhidi ya ukatili, hususan pia wanaathiriwa sana na masuala ya ulawiti. Kwa kama ilivyokuwa bara, Zanzibar pia ulawiti kwa upande wa wavulana ni changamoto kubwa, lakini kuna masuala pia ndoa za utotoni, ajira kwa watoto na changamoto nyingine ambazo zinaathiri ikiwemo muhali. Ndugu zetu wa Zanzibar wana msemo wao unaitwa muhali. Yaani ni ile hali ya kutoripoti matukio ya ukatili kwa sababu yamefanywa na ndugu zetu wa karibu. Ni kama vile tunaoniana aibu na kutaka kufichiana aibu katika familia. Kwa hiyo ni kikwazo kikubwa kwenye mapambano dhidi ya ukatili. Upande wa ndugu zetu watu wenye ulemavu, nao pia changamoto kubwa ni ubaguzi na unyanyapaa na ufikiaji wa huduma mbalimbali za kijamii. Unakuta miundombinu mingi bado sio rafiki kwa watu wenye ulemavu. Kwa upande wa wazee, walau wao wana pensheni kila mwezi. Wazee wa huku bara hiyo hawana, lakini bado na wao wanapambana na changamoto mbalimbali ikiwemo kutotendewa vizuri na wanafamilia, kubaguliwa na kutopata huduma za msingi za kijamii kwa urahisi. Sasa changamoto yao kubwa ni upande wa upatikanaji wa huduma bora za afya na ambazo ni rafiki kwa wazee. Vijana pia wameendelea kupatwa na changamoto mbalimbali ikiwemo upande wa ajira, lakini pia ukatili. Kama nilivyosema awali, vijana tukisema vijana miaka 15 mpaka 35 wanafanyiwa sana vitendo vya ukatili, lakini pia upande wa afya ya akili Zanzibar vijana pia wana changamoto zaidi. Upande wa watu wanaoishi na VVU kama ilivyokuwa kwa bara ni unyanyapaa na ubaguzi ndio changamoto kubwa zaidi. Hali kadhalika upatikanaji wa huduma bora za afya ambazo ni rafiki kwa kundi hili. Na changamoto za vyombo vinavyohusika na ulinzi wa haki za binadamu zinafanana pia na upande wa bara, ikiwemo upungufu wa wafanyakazi, masuala ya rushwa, ucheleweshaji katika chunguzi pamoja na utoaji wa haki na kadhalika. Kwa hiyo hizo changamoto zinafanana. Upande wa utekelezaji wa mapendekezo, hali imebaki kama ilivyokuwa mwaka 2023, kwamba mapendekezo ambayo yalifanyiwa kazi kikamilifu yalikuwa ni 14%, ambayo yamefanyiwa kazi kiasi ni 58%, na ambayo hayajafanyiwa kazi kabisa ni 28%. Sasa nimalizie kwa kuweka mapendekezo makuu ambayo tumeyatoa. Kwanza kabisa ni maboresho ya kisera na sheria. Tunafahamu kwamba sheria sio mwarobaini kwamba kika sheria kila kitu kaa sawa, lakini tunaamini sheria is a starting point. Niongea kimombo kidogo. Kwamba mwanzo kabisa lazima tuweke mazingira ya kisheria na kisera. Mathalani ndugu zetu wa jeshi la polisi kwenye swala la ndoa za utotoni, muda mwingine wamekuwa wakilalamika kwamba hata tukiwakamata watu ambao wanafungisha ndoa za utotoni, sheria bado inaleta mwanya. Kwa hiyo tunahitaji maboresho kwanza ya kisheria na kisera. Pili, changamoto za haki jinai, kwa sababu kuna malalamiko mengi upande wa haki jinai ziweze kufanyiwa kazi. Tatu, kuna sheria ambazo ziko vizuri lakini hazitekelezwi, ikiwemo sheria za kazi. Tunasema kuna ukiukwaji mkubwa wa haki za wafanyakazi, lakini tukiweza kutekeleza sheria vizuri tutapunguza hayo matatizo. Na 4 ni kuondoa vikwazo vya upatikanaji wa haki. Hii inahitaji jitihada za wadau wa kiserikali na wasio wa kiserikali. Na mwisho ni kuongeza bajeti. Mwarobaini wa kuboresha haki za kiuchumi na kijamii ni kuongeza bajeti. Changamoto zile zote nyingine zitapungua kama tutaongeza bajeti kwa ajili ya hususan elimu, afya na upande wa kilimo. Na mwisho kabisa tuongeze uwajibikaji. Tumeona masuala yale ya upotevu wa fedha yaliyoibuliwa kwenye ripoti za mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali. Pale ni kwa sababu hakuna uwajibikaji. Bila uwajibikaji
hatuwezi tukalinda haki za binadamu ipasavyo. Na mwisho kabisa, tunahitaji katiba mpya ili tuweze kwenda vizuri. Katiba iliyopo ina mianya mingi ambayo inatufanya tushindwe kwenda mbele vizuri. Mimi niishie hapo. Nashukuru sana kwa kunisikiliza. Nitoe tu rai kwamba tusome ripoti. Masuala yako mengi hapa, tumeongelea kwa kifupi, lakini tutaweza kupata zaidi tukisoma ripoti. Asante. Asanteni sana, makofi hayatoshi. Asante sana. Asante sana na ndugu zetu waheshimiwa wasikilizaji wetu mnaotufuatilia mitandaoni. Zoezi hili limekamilika, na kwa wenzangu ambao mko hapa katika ukumbi, mezani kuna vijikaratasi vidogo, kuna vibooklet vidogo kama hiki ambavyo vina sehemu ya kuscan, lakini vile vile kuna summary. Kuna summary fupi kabisa ya ripoti, na summary hii itakuwepo pia na ya Kiswahili baadaye, lakini baadaye baada ya uzinduzi wa ripoti hii itawekwa pia kwenye tovuti ya Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu, na itakuwepo kopi nzito, kwa maana ya hard copy pia itaweza kuwa inapatikana. Nipongeze sana, wasilisho lilikuwa limebobea, lilikuwa lina halichoshi kuangalia kwa sababu lina picha, lina graphics, liko colorful kwa kweli. Baada ya zoezi hilo sasa tunakwenda kwenye zoezi la muhimu kabisa la uzinduzi wa ripoti. Ashas, tafadhali naomba mlete hapa. Ashas, naomba mlete ripoti kwa ajili ya uzinduzi. Mbele nitakaribisha wafuatao: wawakilishi kutoka ubalozi wa Ireland, Sweden, Norway, Zafaico, mkurugenzi mtendaji wa Zafaico, mkurugenzi mtendaji wa Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu, mjumbe wa bodi aliyoko hapa. Tafadhali nitawaomba karibuni mahala hapa ili tuweze kufanya uzinduzi wa ripoti. Makofi mengi tafadhali, makofi mengi kwao. Karibuni kwa ajili ya masuala ya visibility. Tukae karibu sana. Karibuni. Kamishna kutoka Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora, tafadhali karibu mahala hapa. Karibu. Karibu sana. Tafadhali. Sasa naomba mnijuze ni nani atakata utepe kwenye taarifa hii. Asante. Naomba zisogee ripoti tafadhali. Makofi kwao wakati wakija namna hiyo wakileta. Makofi mengi tafadhali kwa tukio hilo muhimu, ili hata wenzetu walioko mbali. Jamani, tuko live kabisa. Haki TV inarusha live kabisa tukio hili muhimu, lakini tunafuatiliwa mitandaoni kutoka sehemu mbalimbali duniani kote. Watu wako wanalifuatilia tukio hili la muhimu la uzinduzi wa taarifa hii muhimu. Kwa hiyo tupo, dunia inajua kinachoendelea mahala hapa. Tuzigeuze, naomba pokea ribbon hizo tafadhali. Tuzigeuze. Taarifa hii ni nzuri kwa kweli, ina rangi zinazovutia, rangi zenye mamlaka. Picha nzuri kabisa, na mimi nikae jirani ili ionekane kabisa nilikuwepo kwenye uzinduzi, maana wakati mwingine moderators tunakosa matukio haya muhimu. Asante, makofi mengi kwao kwa kweli, makofi mengi sana. Jamani, haichoshi kusoma, yani ina kila michoro, ina vitu vizuri venye rangi nzuri, na ina rangi nzuri, imekuwa well designed. It's a well designed and a colorful document for sure. Asanteni sana. Ninaomba sasa nikaribishe wawakilishi kutoka balozi waongee. Karibu tafadhali. I would like you to issue a certain statement at least here. Asante sana, distinguished guests, Commissioner, LHRC, and partner organizations and fellow
diplomats. My name is Oren McMahon. I'm from the Irish Embassy. Sorry. Oh, yeah, sure. Sure. Paul Sana. Sorry, yes, my name is Oren McMahon. I am from the Embassy of Ireland, and we're a proud supporter of LHRC. And on behalf of the Embassy, I want to congratulate LHRC and Abdallah, to you as well in Zanzibar, on the production of this very comprehensive and compelling report today. And I very much look forward to reading it. Your tireless efforts to promote justice, equality, and human rights are truly commendable. As you're aware, the Irish government shares your commitment to upholding human rights and the rule of law. We believe in the importance of civil society organizations like LHRC in holding relevant actors accountable and advocating for the most vulnerable in society. And I think you've shown that today through this report, and particularly on its focus on women and youth, people with mental health and issues and disability. So that's really, truly commendable and well done. The report also shows that your work is crucial in shaping a more just and equitable society, and we look forward to working with you, or continuing to work with you in the future. So Asante Sana and Hongera Sana. So thank you. Asante sana mwakilishi kutoka ubalozi wa Ireland. Makofi mengi kwake. Asante sana. Asante. Asante, tunaomba sasa tuende kwenye kipengele cha majadiliano. Kama kuna swali, kuna nyongeza, kuna chochote, ni wakati wetu sote, kwa sababu tumesikia yaliyotokea. Hili la mikopo ya nyonya damu kwa mfano limekuwa ni shida. Haki ya kuishi, haki za kiuchumi, haki ya elimu, ukeketaji, vipigo na mengineyo, yote yamekuwa ni changamoto. Ninaomba sasa niwakaribishe, utataja jina lako kama inakupendeza. Kama usingependa jina lako litajwe, pia tunaheshimu haki ya faragha. Lakini nyosha mkono, utafikiwa. Pana vipaza sauti mezani, utabofya, utauliza swali. Mtafiti, nitaomba ukae huko jirani, yawezekana kukawa na kitu kinahitajika ufafanuzi kwa sababu wewe ndio ulikuwa jikoni. Karibuni kwa maswali, majadiliano, nyongeza, kama imekupendeza, imekubariki. Na uwanja huu tunaofungua pia kwa ndugu zetu mnaotufuatilia mitandaoni. Iwapo unadhani kuna kitu ungependa kushauri au kupongeza au kuuliza swali kwa watafiti wetu na waandishi wa taarifa hii, basi unaweza kunyosha mkono. Tupo live kabisa Haki TV, watu wanafuatilizia kwa karibu kuona mikono itakayonyoshwa ili waweze kuuliza. Wataalamu wetu wa vibwebwezo au tehama, tafadhali kuweni makini, wapo mtu atanyosha mkono, maana hata mikono ya kwenye screen ukinyosha mkono muda mrefu inauma pia. Asante. Naomba nikaribishe tafadhali, nafungua uwanja wa majadiliano. Uwanja wa majadiliano kuhusiana na taarifa hii muhimu. Naomba, nimeambiwa kuna mkono mahali. Tafadhali, kuna kipaza sauti hapo mezani. Unaweza tunaanza kufanya mazoezi. Unaweza mwakani ukawa mbunge, ni rahisi zaidi hivyo. Asante, karibu. Mimi ninapenda kuchangia kuhusiana na mkopo, hasa hii mikopo ya kausha damu. Watu wengi ambao, kutokana na ripoti imeonyesha kwamba wanawake ni waathirika wakubwa. Lakini tukirudi nyuma tukiangalia mikopo inayotolewa na taasisi ambazo zimesajiliwa,
ambazo sasa zinakuwa na riba nafuu pamoja na mabenki, kuna mlolongo mkubwa sana ili mtu aweze kupata. Lakini ikija sasa kwenye masuala ya hii mikopo ambayo kila siku inabadilishwa inabadilishwa jina, na inabadilishwa jina kutokana na eneo husika na pia kutokana na wale watu ambao wanaomba hii mikopo. Ni rahisi kupatikana, hapana mlolongo mrefu wala hapana majadiliano mengi. Sasa sisi tunafanyaje ili kuhakikisha kwamba hawa watu ambao wanapata hii mikopo, kwa sababu wengi wanakuwa wamesajiliwa na BOT, basi wanafanyaje ili kufuata sheria, kwanza kuweka riba ambazo ni sahihi, ambazo haziumizi, lakini pia hawa wanawake wanapewaje elimu ili kuelewa kwamba hii mikopo ni gandamizi kwao. Na swala lingine ambalo sijalisikia likiwa linaongelewa, labda kwenye ripoti limeandikwa, ni mikopo ya simu. Hii Songesha, Kamilisha, ni mikopo ambayo ni mizuri, lakini tuangalie ile riba, kwa sababu kuna watu wanakopa riba yake ni kubwa na inaumiza, lakini kwa sababu ni rahisi kupatikana, basi vijana wengi wamehamia huko. Je, tuna taarifa hali ikoje? Ningependa kusikia zaidi kuhusiana na hiyo. Asante. Asante. Fundikila, ungependa huu unajibu swali kwa swali au utadokumenti kwanza halafu utajibu moja baada lingine? Matano angalau. Asante. Tunaomba, imeongelewa hii mambo ya mikopo. Ninafahamu ndoa karibu 2-3 hivi ambazo zimekufa kwa ajili ya mwanamke kukopa kupindukia, mpaka kila siku wanakuja kuchukua vitu vya nyumbani na mume hana habari. Mke anakopa anashangaa siku hiyo wamekuja kuchukua makochi, kesho wamechukua hiki, amelipa mikopo, mwisho akasema bwana kila mtu achukue ustaarabu wake. Kwa sababu naona sasa ilifikia mahali mume anafunga hadi ofisi kwa sababu watu wa mikopo wanataka kuja kuchukua vifaa vyake vya ofisi na kila kitu. Kwa hiyo mikopo ya nyonya damu imekuwa ni changamoto na watu wanafanya siri. Jamani, tunaomba twende, kama kuna swali lingine au ushauri au recommendation mtandaoni pia angalieni jamani. Kama kuna mtu angependa kuuliza mtandaoni, tunaweza yakasomwa pia yaliyoko mtandaoni halafu yakajibiwa. Ndio? Tafadhali. Asante sana. Nadhani langu ilikuwa ni nyongeza kwenye hilo, kwenye swala la usalama wa data zetu, kwa sababu kwa mfano mimi napata message sana za kuombwa kuchukua hiyo mikopo. Ukiblock namba moja inakuja nyingine. Lakini pia kwenye swala zima la kuwalinda watu, kwa mfano pia ile unapopata message za unashtakiwa kuhusu mtu ambaye labda hata haumfahamu. Kwa hiyo nilikuwa nataka tu kuongezea hapo, je, usalama wa data zetu kwenye mitandao, kwa sababu hata leo tumekaa hapa na mtania nimeshapata ya kuna kikundi nacho pia wanatoa mikopo, wamenitumia message, niliwablock jana kwenye namba nyingine, leo nimepata tena message. Kwa hiyo unaona kama it's like they are luring people to take these loans. Kwa hiyo nitaka kujua, je, tunalindwaje kwamba hizi information zinavyowafikia walaji? Asante. Nafikiri tunasikia, hata mimi simu yangu sasa hivi kuiwasha ni matangazo hayo, na lazimishwa chukua 500 kama vile watalipa wao. Ni shida kubwa. Hilo na lenyewe kweli ni la kuliangalia. Karibu, kuna tafadhali washa kipaza sauti. Asante, ninaitwa Barnabas Kaniki, nafanya na shirika la Save the Children. Mimi nilikuwa na mambo mawili nilitaka kufahamu kwa ndugu yangu Fundikila. Tanzania tuna jamii ya wakimbizi tunaishi nao. Sasa sijajua ni kwa kiasi gani report pia imeangazia masuala mazima ya haki zao, na tunafahamu kwa mfano misaada mikubwa ilikuwa inatoka kwa watu wa Marekani, na kuondoa funding ya Marekani imeleta changamoto sana, hasa kule makambini. Sasa sijajua kama ni eneo ambalo pia ripoti imeweza kuangazia masuala mazima hayo. Lakini la pili, kuna issue pia ya ulinzi wa afya za walaji Tanzania, consumer protection.
na tumeona sasa hivi wananchi wamekuwa wanapata madhara, wametumia bidhaa fulani wamepata madhara, wametumia bidhaa fulani wamepata madhara. Labda ni eneo ambalo ripoti imegusia kwa kiasi gani kwenye hilo eneo? Nitaka kufahamu hayo mambo mawili. Asante. Mpaka sasa ni manne, ni matano tayari. Nadhani hapa pana hiyo consumer, kuna haki za wakimbizi, pale kuna ulinzi wa taarifa, lakini kuna mikopo ya kwenye simu. Na hapo hatujasema wale tuma kwenye namba hii. Mimi ni mganga maarufu, tuma hapa mambo yako yafanikiwe. Sawa, na shukuru kwa maswali mazuri. Labda tuanze na hili la mikopo. Dada yetu pale ameuliza kama ripoti pia imeangazia upande wa watoaji wa mikopo wale mtandaoni. Jibu ni ndio. Ripoti imeangalia upande huo, ila kwa kifupi asilimia kubwa ya wananchi walioneshwa kuwa na shida zaidi na hii mikopo inayotolewa mitandaoni kuliko hii inayotolewa kwenye taasisi ambazo ziko physical, ambao wanaenda ofisini, kuliko kule mtandaoni. Japo pia kwa mtandaoni malalamiko yao makubwa yalikuwa ni riba na pia kuingilia ile haki ya faragha. Lakini asilimia kubwa ya malalamiko ilikuwa ni kuchukuliwa mali, ambayo yenyewe hawa mtandaoni ni ngumu kuja kusomba vitu vyako, ila ukikutana kule na kina Oya tulisikia kama haujalipa wataondoka na samani zako. Na tuliona kabisa ilipelekea hata mauaji kama mnakumbuka. Kuna mume aliuawa kwa sababu mke wake alienda kuchukua hiyo mikopo kausha damu, na aliposhindwa kulipa, wale walipokuja wakakuta mume ndio yuko nyumbani hana hili wala lile, wakaanza kumpiga, matokeo yake wakamuua. Kwa madhara yapo sana upande wa hii mikopo. Kwa kote ya mtandaoni na huku zote ni changamoto, na imeangaziwa kwenye ripoti yetu ya haki za binadamu. Na hata baadhi ya hatua ambazo BOT ilichukua tumeziainisha, na nyingi ilikuwa ni dhidi ya wale wanaotoa mikopo kupitia mtandao. Upande wa ulinzi wa data binafsi na kubaliana nao, hii ni changamoto ambayo pia inaathiriwa na imejadiliwa pia katika ripoti, namna gani ambavyo haki ya faragha inaathiriwa na hii mikopo kausha damu. Kwa jitihada zinatakiwa kuchukuliwa sambamba na utekelezaji madhubuti wa sheria hii mpya ya ulinzi wa data binafsi, ili kuweza kuzuia taarifa fulani kuingia kwako bila wewe kuwa na makubaliano, au namba zako kupelekwa kwa mtu mwingine bila wewe kuwa na taarifa. Ndugu yangu Barnabas ameuliza kuhusiana na haki za wakimbizi. Ripoti imegusia pia haki za wakimbizi kama kundi maalum, japo sio kwa undani sana, lakini imegusia. Na mojawapo ya changamoto ambazo zipo kwenye makambi haya ya wakimbizi ni utekelezaji wa hizo haki za kiuchumi na kijamii, ambayo imeathiriwa pia na kujitoa kwa Marekani kama mdhamini katika kutoa fedha kwa ajili ya utekelezaji wa programu ndani ya kambi. Lakini pia masuala ya ukatili hususan dhidi ya wanawake na watoto pia yameonekana kuwa ni changamoto kwenye hizi kambi za wakimbizi, na hawaruhusiwi sana kuweza kufanya kazi. Kwa hiyo pia inaathiri hata namna ambavyo wanaweza kutekeleza haki ya kuishi katika hali inayofaa. Hali kadhalika wengi wanatakiwa sasa waanze kurudi makwao. Upande wa ulinzi wa afya za walaji, swala hili tulilijadili zaidi kwenye ripoti yetu ya biashara na haki za binadamu ya mwaka 2024. Kwa hiyo ipo taarifa hizo zipo zaidi kwenye ripoti yetu ya biashara, huku imegusiwa tu kama mojawapo ya changamoto, ikiwemo upande wa tulipojadili masuala ya kausha damu. Pia kuna masuala ya ulinzi wa afya za walaji, consumer protection issues zipo pia kwenye masuala ya mikopo. Kwa tumeziangazia hayo masuala ya ulinzi wa afya za walaji, lakini kwa kiasi kikubwa pia tumejadili kwenye ripoti yetu ya haki za binadamu na biashara. Nadhani nimeweza kujibu maswali hayo. Bado kuna maswali mengine. Mchango, so lazima iwe maswali, inaweza kama mchango. Tuweze kuangalia pia huko kwenye mitandao kama kuna maswali yoyote.
Asante, lakini hata kama kuna comments fulani kuhusiana na ripoti kutoka kokote, tunaomba mtusomee tafadhali. Mnaweza mkatusomea au tulete, au unaweza ukaja na laptop hapo tukasoma kama kuna comments. Sija kuelewa. Okay, bado hakuna. Okay, asante sana. Bado tunaendelea na majadiliano. Kama kuna swali, comment au kuna kupongeza pia, jamani, hii kazi za kuandika hizi zisikie ugenini, sio mchezo. Na watazamaji na wasikilizaji wetu wote wa mitandaoni, tunawakaribisha iwapo mna maswali au nyongeza au chochote kile ambacho mnadhani mngependa kisikilizwe, tafadhali tunaomba mfanye hivyo. Andika au nyosha mkono kwenye simu yako au kwenye nywila yako, kwenye app yako, nyosha mkono ili uweze kuuliza maswali. Si mara nyingi sana unakutana na watafiti wanaopita kote. Ili swala la mikopo na mikopo vina mahusiano kidogo nadhani na masuala ya watu kujiua. Njombe, japo wanatusema kwamba watu wa Njombe tunapenda kujiua, lakini si kweli. Juzi kuna mwanaume mmoja amejiua kwa sababu mke wake aliingia mikopo iliyozidi. Mara mwisho nilikuwa Arusha, nikakutana na wanaume wanalalamika kwamba kina mama wanakopa ardhi na kuja kuuzwa kulipa madeni ambayo kina mama wamekopa, na wao hawajui ile mikopo imefanyika. Kwa hiyo huo nao ni ukatili nadhani wa aina fulani, kwa sababu kama mke unaenda kuchukua mkopo halafu ardhi ya familia inakuja kuuzwa kulipia yale madeni. Walilalamika kidogo wanaume pale Meru, wakasema na wao kwa kweli haki zao zinavunjwa sana, kina mama wanawanyanyasa, wanakopa halafu mali zinakuja kuchukuliwa. Kwa hiyo wao wanapoteza mali za familia kwa ajili ya madeni ya kina mama. Na wakati mwingine nimekutana na mama amechukua mkopo kwa ajili ya kuchezea ngoma kabisa, amechukua mkopo wa kikundi alafu ameenda kuchezea ngoma ya unyago. Sasa rejesho ndio changamoto, ndio hapo mtoto anaozwa katika umri mdogo ili patikane rejesho. Kwa hiyo ni changamoto. Karibu, nadhani kuna comments, unaweza ukaja au washa kibubwezo tafadhali. Hapa kuna swali YouTube, kuna mtu Bobelwa Kaiza anasema kuna NGO zaidi ya 5,000 zilifutwa mwanzoni mwa mwaka 2024. Ninahitaji kujua iwapo tukio hilo limo kwenye ripoti, iwapo mmetoa ushauri wowote kuhusu hilo. Lakini mwingine anasema asanteni sana kwa ripoti nzuri. Anasema upande wa ulawiti ripoti inasema ni watoto wa kiume karibia 153 na zaidi ya kesi zilitolewa taarifa. Swali ni kwamba mlikusanya takwimu kutoka vituo vingapi? Maswali ni hayo mawili kwanza. Samahani, kumradhi, naomba urudie hilo la pili za takwimu za ulawiti. Swali la pili ameuliza Sadiki Adriano, anasema asanteni sana kwa ripoti nzuri. Upande wa ulawiti ripoti inasema ni watoto wa kiume karibia 153 ya kuendelea ya kesi zilizotolewa taarifa. Swali, mlikusanya takwimu kutoka vituo vingapi? Sawa. Nadhani tuanze kujibu hayo kwanza. Upande wa mashirika sio ya kiserikali kufutwa, ripoti imeelezea changamoto, sababu changamoto inatoka kwenye sheria, na tumekuwa tunapigia kelele sana namna ambavyo sheria hii ya mashirika yasiyo ya kiserikali na kanuni zake ambavyo vinahatarisha uwepo na utekelezaji madhubuti wa kazi kwa upande wa mashirika yasiyo kiserikali. Kwa tumeelezea kwa ujumla namna gani sheria hiyo ambayo inaleta athari mbalimbali ikiwemo hiyo ya kuweza kufutwa kwa mashirika, na bado tunaendelea kupiga kelele ili swala hilo liweze kupatiwa ufumbuzi. Upande wa takwimu
Takwimu tunazozitumia zipo za aina mbili. Kwanza kabisa ni takwimu rasmi za Jeshi la Polisi ambazo sasa hizo zinakusanywa katika vituo vyote nchini Tanzania. Wao wenyewe ndio wanafanya compilation. Sisi huwa tunakusanya matukio yetu hususan kupitia programu zetu kubwa mbili. Programu ya kwanza ni ya ufuatiliaji wa haki za binadamu au Human Rights Monitoring, hususan kupitia application yetu ya Haki Kiganjani, na pili kuna takwimu pia za ukatili huwa tunazikusanya kupitia programu yetu ya msaada wa kisheria. Kwa kifupi hivyo ndivyo ambavyo tunapata data, takwimu na taarifa mbalimbali ikiwemo hizo zinazohusiana na masuala ya ukatili. Asante, tunaomba tukaribishe maswali mengine na comments. Tafadhali tunaomba mtusomee. Okay, kuna swali lingine kutoka kwa Ezekiel YouTube, anasema ripoti hizi za haki za binadamu zinaposomwa na kubaini kuwa kuna watu wamekiuka misingi hii lakini wasibadilike, je, kama shirika mnafanya nini? Nirudia swali? Hapana, basi nilifikiri una swali lingine. Kwa upande wa shirika inafanya nini? Shirika linafanya shughuli mbalimbali za kukuza na kulinda haki za binadamu. Kwanza kabisa shughuli yetu kubwa ni kufanya uchechemuzi ili kuwe kuna maboresho au mabadiliko ya kisera, kisheria na tabia. Lakini pia tuna programu nyingine ikiwemo programu ya kufungua kesi mkakati. Tuna programu ya ufuatiliaji wa haki za binadamu ambayo inajumuisha pia kuchukua hatua moja kwa moja kulingana na kesi na kulingana na nguvu ambayo au mamlaka ambayo tunayo kisheria. Kuna sehemu ambayo tunaamua kutoa msaada wa sheria, kuna sehemu ambayo tunakwenda kufanya uchunguzi zaidi na kukutana na mamlaka husika kuweza kurekebisha jambo fulani. Kwa hiyo shirika linachukua hatua mbalimbali kulingana kwa mujibu wa sheria ili kuweza kusaidia kukuza au kulinda haki za binadamu. Asante jamani, bado tunakaribisha tunapoelekea ukingoni kabisa kumalizia ratiba yetu. Tunaomba kama kuna maswali na maswali tunaongelea yale ya kwa wale ndugu zetu wanaotufuatilizia mitandaoni. Waheshimiwa mabibi na mabwana, karibuni. Lakini na sisi ambao tuko hapa, iwapo una swali unanyongeza, basi sio mbaya, unaweza ukaandika ujumbe mfupi kwenye chat box yako au kwenye kibwebezo chako, alafu ujumbe ukatufikia. Na iwapo una swali linalohusiana na taarifa hii iliyozinduliwa muda huu uliopita, taarifa ya haki za binadamu ya mwaka 2024, basi unaweza ukauliza na utapewa majibu hapa hapa kwa wakati huu. Naomba nikaribishe, ninatoa dakika hususani 5 zingine au 10. Baada ya hapo tutaelekea ukingoni na kufunga shughuli yetu ya leo. Karibuni kwa maswali tafadhali. Naomba wataalamu wa vibwebwezo au tehama tafadhali, iwapo kuna lolote limejitokeza, karibuni. Hakuna, mko sawa. Asante, karibu. Washa microphone yako, anza mazoezi ya kuwa mbunge mwaka 2025. Asante. Jina langu ni Sanula Atanas kutoka gazeti Nipashe. Ibara ya 14 ya katiba Fundikira naijua. Kwa kuzingatia na kile ulichokisema kwenye ripoti, bado kuna matukio ya wasiojulikana. Kwenye recommendations unasema moja ya mikakati twende kwenye katiba mpya. Najua swala la katiba litachukua muda mrefu. Tufanye nini kwa sasa wakati tunasubiri katiba mpya kukabiliana na haya matukio ya wasiojulikana? Asante sana. Sawa, asante. Ni kweli katiba mpya inaweza ikachukua muda, lakini yapo ambayo tunaweza tukayafanya wakati tunasubiria kufika huko kwenye nchi ya ahadi ambayo ni katiba mpya na inayozingatia maoni ya wananchi. Kuna masuala kadhaa ambayo tumeyapendekeza. Mojawapo kwanza ni kutekeleza mapendekezo ya ile tume ya haki jinai
Nadhani ni muhimu sana. Kuna mapendekezo mengi mazuri ambayo yamechukuliwa na tume na mengine ambayo yametolewa na wadau mbalimbali, hususan katika kuimarisha haki jinai, kwa sababu hilo swala pia linaangukia zaidi upande wa haki jinai. Pili, tumekuwa tukipendekeza kiundwe chombo maalum cha kuchunguza tuhuma dhidi ya maafisa wa vyombo vya dola, kwa sababu mengine haya wanatuhumiwa wao. Kiundwe hicho chombo maalum ambacho kitasaidia kuwafanya wananchi waweze kukifikia kirahisi na kuweza kutoa malalamiko yao, na wao kuhakikisha uchunguzi ambao unafanyika unakuwa ni wa huru na unakuwa ni wa uwazi na unafanyika kwa uharaka ambao utaweza kusaidia hatua nyingine zaidi kuweza kuchukuliwa. Kwa hiyo hayo ni mojawapo ya mapendekezo ambayo tunayatoa mengine kwa ajili ya kukabiliana na hiyo changamoto ya hawa ambao hawajulikani. Lakini pia kwa upande wa jamii bado tuna wajibu pia wa kuibua, sababu inawezekana kuna wengine tunawakumbatia katika jamii, tuweze kuibua, lakini pia kuna mashirikiano mazuri na kuongeza uratibu kati ya vyombo ambavyo vinasimamia masuala ya haki. Kuna mahakama, kuna jeshi la polisi, kuna watu wa mashtaka na vitu kama hivyo. Kwa kifupi, hao ni baadhi ya mapendekezo ambayo mengine tumeyatoa, ukiacha hili swala la katiba mpya. Asante. Tuna dakika chache kabisa kabla hatujafikia ukingoni mwa shughuli yetu hii muhimu. Naomba kama kuna swali kwa upande wa watu wa TEHAMA au humu ndani tafadhali, au komenti. Kuna mkono tafadhali. Nadhani kuna kisemea mdomo kipo hapo. Hai. Wakati anazungumza kuhusiana na ripoti pale, kuna sehemu amezungumzia kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa kwamba menoti vifo takriban 5 ambavyo vilijitokeza kwa wagombea ikiwemo pia na viongozi. Labda mapendekezo yenu katika hili, haswa tunapoelekea kwenye uchaguzi, mnaona mazingira gani ambayo yanaweza yakasaidia kuepusha mazingira yaliyojitokeza katika kipindi cha mwaka 2024 yasitokee tena? Asante. Ripoti inatoa mapendekezo mengi kuhusiana na masuala ya uchaguzi, hususan tunapoelekea uchaguzi wa 2025. Na mapendekezo haya mengi tayari pia yametolewa kwenye ile tume maalum ya rais iliyoundwa kwa ajili ya kuangalia masuala ya demokrasia, ambayo naamini pia yakitelekezwa yatasaidia kupunguza baadhi ya hizi kasoro. Sababu changamoto kubwa ni kasoro za uchaguzi. Mathalan, tulisikia malalamiko mengi kuhusiana na wagombea wa kuinguliwa kwa sababu mbalimbali ambazo hazikuwa za msingi. Si huyu jina lake sijui limekuaje, sijui herufi R haipo, na wengine walikuwa wanalalamika kwamba hiyo ilifanyika makusudi. Kwa hiyo ni kufanya maboresho hayo ya sheria zilizopo, kuhakikisha hakuna uonevu upande wa uteuzi wa wagombea mbalimbali, na kasoro zinazojitokeza wakati wa uchaguzi ziweze kufanyiwa kazi kwa wakati, na vitu vidogo visisababishe mtu kiukiwa haki yake ya kimsingi ya katiba. Yani kuna vile vitu hata mahakamani wao vinaonekana ni vidogo ambavyo haviwezi ukisema uvitilie sana maanani utakuwa umekiuka haki za msingi za yule mtuhumiwa. Kwa kwanza ni kufanyia kazi mapendekezo hayo ambayo yametolewa kiwemo na tume na sisi wenyewe, kuhakikisha kuna uwazi, sheria zinakuwa zinazingatiwa, na sheria hizo na kanuni zilizopo zinakuwa zinazingatia viwango vya kitaifa, kikanda na kimataifa vya haki za binadamu, hususan upande wa uchaguzi. Tumekuwa na changamoto nyingi sana kwenye uchaguzi wetu na zimekuwa zinaainishwa, na mnaona kwamba, na ndio maana hata kwenye ufunguzi wangu nilisema changamoto zilizojitokeza kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa zimekuja kuathiri hata maandalizi ya uchaguzi unaoendelea, na mnaona joto tayari limeshakuwa kubwa. Na haya matatizo ya kuanza 2024 tulianza 2019, 2020, na sasa tunazo changamoto. Changamoto nyingi tulizonazo kwenye chaguzi zetu ni chaguzi kutokusimamiwa kwa mujibu wa sheria. Kwa mfano, vigezo vya mgombea vimeainishwa kwenye katiba na sheria,
lakini mtu anaweza akainguliwa kwa vigezo ambavyo haviko kwa mujibu wa sheria wala katiba. Kama sifa za mtu kugombea nafasi yoyote ya uongozi zimeainishwa kwenye sheria, lazima zifuate misingi ile. Lakini matumizi makubwa ya vyombo vya dola pamoja na majeshi yetu. Uchaguzi sio vita. Uchaguzi ni zoezi la kidemokrasia. Tukao tunategemea kwamba kipindi cha uchaguzi vyombo vya dola visimame kwenye nafasi yake kulinda ulinzi na usalama wa raia kuliko kudhibiti yale makundi ambayo yanashiriki kwenye mchakato wa uchaguzi na mambo mengine. Ukiangalia idadi ya watu waliolio kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa na ukiangalia nafasi zao na matendo gani wanakuwa wanafanya, huwezi kuona hata sehemu ambao unasema kuna taharuki iliyopelekea mtu huyu kuuliwa. Kwa mfano mliona yule wa Singida ambaye aliuliwa na afisa magereza wanasema. Kwa hiyo tunapotumia vyombo vya dola vibaya pia vinaleta changamoto kubwa sana kwenye chaguzi zetu. Kwa hiyo lazima tujenge meza iliyo sawa kwenye uchaguzi. Mgombea akiwa chama tawala, akiwa chama cha hizi vya upinzani, wapewe nafasi sawa kwenye meza ya siasa. Kwa sababu pia kuna kuwepo na mihemko ya wale wafuasi wa vyama wanapoona kwamba mambo hayaendi vizuri. Kwa hiyo tunaamini kwamba tuna nafasi kubwa sana kwa nafasi ya kwenye, kwa mfano tume huru ya uchaguzi kufungua meza ya majadiliano. Tulikuwa na mjadala mliona juzi wa TLS kwamba kuna uwezekano wa kuwa na majadiliano kati ya hao wadau wote wa uchaguzi, vyama vya siasa, wananchi wenyewe pamoja na vyombo vya dola. Serikali nayo imekuwa ni kikwazo kikubwa kwa namna moja au nyingine kuingilia kwenye mchakato wa uchaguzi. Kwa hiyo unapoweza kutenga hizi mamlaka na ukaacha tume ikawa huru inavyotakiwa, lazima kuwepo na usalama na uchaguzi ufanyike kwa uhuru na uwazi. Tulipewa mfano juzi kutoka India. Kipindi cha uchaguzi, mwaka mmoja kabla ya uchaguzi, wale askari ambao watatumika kwenye uchaguzi wanakuwa na ripoti kwa tume ya uchaguzi. Kwa hiyo mafunzo, maandalizi, amri wanapokea kutoka kwa tume. Ina maana kwa muda huo yule anaitwa mkuu wa kile chombo cha ulinzi na usalama, tuseme labda IGP, anakuwa hana mamlaka na askari yao kwa muda huo wanakuwa ni wa chombo cha hiki kinachosimamia uchaguzi. Kwa katika hali ya kawaida tulikuwa tunategemea kwamba matumizi ya nguvu ambazo sio za lazima na vyombo vya dola kipindi cha uchaguzi hazina nafasi. Tuachie siasa zifanyike, tuachie demokrasia ichukue nafasi yake, na vyombo vya ulinzi na usalama vilinde raia, kwamba kazi yao ni kulinda usalama wa raia na sio kuadhibu au kutumia vyombo vya moto ambavyo vinapeleka vifo kwa wagombea na wafuasi wao. Asanteni. Asanteni. Studio, watu wa Vibwebwezo TEHAMA, kama hamna lolote kwenu, ninaomba kuwashukuru nyote, lakini kabla hatujaenda kufunga, ninaomba tupate picha za makundi, halafu tutakwenda kufunga kikao kazi ya uzinduzi wetu huu muhimu kwa siku. Lipo moja. Asante. Mara nyingi mziki unakuwa mzuri pale unapofikia mwisho ndio unagundua. Asante. Karibu. Asante. Kuna swali kutoka kwa Lutgard Kokulinda Kagaruki. Anasema kesi za unyanyasaji wa watoto kingono kuna ucheleweshwaji mkubwa hadi